Hujambo mpenzi mtazamaji, na karibu katika kipindi chetu cha neno la neema. Kwa majina yangu ni Bishop Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu. Ninakuletea hili neno ambalo ni la kubariki maisha yako. Ninakuletea hili neno ambalo linaweza likabadilisha maisha yako. Ninakuletea hili neno ambalo limeandikwa kwenye kile kitabu cha Isaiah chapter 55 and verses 11. Ya kwamba kila neno ambalo litokao kinywani cha Bwana haliwezi likamrudia bure, lazima litimize wajibu wake. Kuna neno ambalo huwa linatoka kinywani cha Bwana kuingia katika maisha yetu. Lile neno lina uwezo wa kutuponya, lile neno lina uwezo wa kutupanua, lile neno lina uwezo wa kutujenga, lile neno lina uwezo wa kuturudisha uhai tena. Na kwa hivyo neno hili ambalo Mungu ameweka katika moyo wangu ili niweze kuongea na wewe kupitia Roho wake Mtakatifu, mimi ninaamini ili neno ni la kukuponya wewe ambao umekuwa mgonjwa kwa wakati mrefu, wewe ambao umekuwa katika hali ambayo ni ya kudunishwa, kuletwa chini, wewe ambao umekuwa katika hali ambayo ni ya stagnation, wewe umekuwa katika hali ambao hauendelei katika maisha yako. Ninaamini ya kwamba hili neno lazima likabadilishe sio tu maisha yako ya sasa, hata maisha yako ya miaka ambayo inayokuja. Hili neno ambalo Mungu amenipatia, naamini ya kwamba itabadilisha watoto wako, itabadilisha jamii mzima. Hasa wakati mwingi Mungu amenipa nafasi ya kuongea hata kwa ajili ya jamii zetu, kwa sababu tuko katika hali ambayo jamii zinapitia katika mambo mazito sana. Wengine wanapitia katika vita, wengine wanapitia katika magonjwa, wengine wanapitia katika hali nzito sana ya maisha. Leo hii ningetaka ninene na wewe juu ya matendo. Maana watu wengi katika imani wamepitia katika njia moja ambayo ni ya kuamini tu. Ili ambao watu wanasema ya kwamba sisi hatujaokoka kwa sababu ya matendo, bali tumeokoka kwa sababu ya kuamini. Lakini ningetaka niwaeleze ya kwamba kuna wakati Mungu huja kuangalia matendo yetu katika maisha yetu ili atubadilishie maisha. Anaangalia matendo yetu. That is why it is written in the book of Galatians chapter 6 and verses 9 ya kwamba do not be weary of doing good, because in due time the Lord will come to reward you. That is what the Bible says. Ya kwamba tusichoke katika kutenda mema, kwa sababu kuna wakati ambao unaofaa Mungu atakuja kubariki maisha yetu. Wakati mwingi unakuta ya kwamba Mungu hajatubadilishia maisha, hajatutembelea katika maisha yetu. Kwa sababu ya nini? Tulichoka kwa kutenda mema. Tumehifadhi imani, tumeshikilia imani, lakini matendo yetu haiko. Kuna watu wale ambao Biblia imesema ya kwamba tunapaswa tuwatende matendo mema. Wengine ni wajane. Biblia inasema ya kwamba yeyote ambaye anyoshaye mkono wake akaweza kusaidia mjane, Biblia inasema ya kwamba basi Mungu atashuka na kufanikisha maisha yake. Neno la Bwana linasema ya kwamba pia ya kwamba dini iliyo bora zaidi katika dunia hii, ili ambayo Mungu anaitambua, ni wale ambao wanaangalia wajane, wale wote ambao matendo yao inaelekea kwa orphans, wale ambao wamekufiwa na wazazi wao. Na pia Biblia haiachi nyuma wale ambao ni strangers, the way we treat strangers. Watu wale ambao wameingia katika maisha yetu hatuwajui na labda wanahitaji msaada wetu. Na kwa hivyo leo hii Mungu ameniweka hapa niongee na wewe na nikuonyeshe kwa nini Mungu amekosa wakati mwingine kuigiria maisha. Amekosa wakati mwingine kutuponya hata magonjwa. Magonjwa yanaingia kwetu na ni kama Mungu tu amenyamaza. Unakuta ya kwamba vita zinaingia kwa jamii zetu. Unakuta ya kwamba tunapigana na mabwana zetu, tunapigana na wake zetu, tunapigana na watoto wetu, na ni kama kwamba Mungu amenyamaza. Nitakuonyesha jinsi ambavyo Mungu huangalia matendo ili atembelee familia zetu, ili akaweze kusikia kilio chetu. Ningetaka ushike, kuna wakati mmoja Daudi ameingia katika ufalme in the land of Israel. This is written in the book of 2 Samuel chapter 21 verses 1. Biblia inasema ya kwamba and there was a famine in the land of Israel for 3 consecutive years. Mwaka baada ya mwingine kukawa na kiangazi. Biblia inasema ya kwamba Daudi akajiuliza, mbona mimi nimeketi katika kiti wakati tu nimeanza utawala? Kumekuwa na kiangazi mwaka wa kwanza, kumekuwa na kiangazi mwaka wa pili, kumekuwa na kiangazi mwaka wa tatu. Daudi akajiuliza, mbona hili jambo limekuwa katika uongozi wangu? And the Bible says akaenda ku inquire from the Lord.
akaenda kutafuta uso wa Bwana, akaenda kuomba. Biblia inasema Mungu akamnenea, akamwambia ya kwamba Daudi, hii kiangazi na bingu hivyo imefunga, sio kwa sababu yako. Bingu imefunga, hakuna mvua, hakuna chakula, watu wameanza kulia, watu wameanza kuenda naked, hakuna mavazi. Biblia inasema Mungu akamwambia Daudi, sio kwa sababu yako, ni kwa sababu ya Sauli, yule ambaye alikuwa kiongozi mbele yako. Huyu Sauli aliua the Gibeonites, alishukua wanaume ambao walikuwa ni 7 wa Wagibioni, akawawekelea kwa mawe, akawakatakata nyama zao, na zile nyama zao akaweza kuzishanganya na damu yao, maana walimdanganya. Kwa hivyo aliwaua, alishukua wanaume 7 akawaua wote. Na kutoka wakati huo damu ya Wagibioni inamulilia Mungu, na kwa hivyo bingu imefunga. Kuna wakati matendo ambayo tunayoyatenda mengine ni matendo mabaya sana, unakuta ya kwamba inafanya bingu ya watu ifunge. Bingu ilikuwa imefungika, hakuna mvua. Daudi akajiuliza, bereni kabla sije kuwa mfalme, hii mambo hakukuwa na kiangazi. Saa hii ng'ombe zimekufa, saa hii kondoo zimekufa, utajiri wa watu umeisha. Pia mimi mwenyewe I cannot be able kupatia watu wote wa taifa chakula. Ni nini kinafanyika? Akaenda kutafuta Mungu. Mungu akamwambia, it is as a result of that blood house of King Saul, wale ambao nyumba ambao imejaa damu ya Sauli, ni yeye aliua the Gibeonites. Na kwa hivyo damu inamulilia Mungu, na damu ya watu ikilia inafanya bingu ifungike, chakula inakosa, mavazi inakosa, ikawa ni jambo ambalo ni nzito. Biblia inasema Mungu akamwambia Daudi, enda katika Wagibioni, kwa nyumba ya Wagibioni wale wamebakia, waulize utafanya nini. Neno la Bwana linasema yeye akaenda to the Gibeonites and he inquired again kutoka kwao. Anamwambia, sasa ninajua yule alikuwa mbele yangu aliua watu wenu, mimi ninapaswa nifanye nini? Wagibioni wakamwambia Daudi, hiyo matendo ilikuwa ni matendo very painful to us. When Saul killed our 7 men, akashanganya nyama zao na damu, ilikuwa ni jambo very painful to us, na tukamulilia Mungu. Ndio nyinyi Israeli mnapata shida, ndio mmepata hali ambayo ni nzito. Sasa Daudi akawauliza tufanye nini? Wagibioni wakasema ya kwamba maana Sauli si pesa alituibia, Sauli si pesa alishukua yetu, Sauli si ng'ombe alishukua yetu, si mashamba yetu alishukua, ni watu wetu waliua. Kwa hivyo tungetaka wewe Daudi, enda utuletee watu 7 wa nyumba ya Sauli, wanaume 7 wazuri wa nyumba ya Sauli, sisi tuwaue vile ambavyo Sauli aliua watu wetu. Daudi had no option. Akaenda akatafuta wanaume 7. Yule ambaye tu hakumshukua ni Mephibosheth, because Mephibosheth alikuwa nini? Alikuwa kijana wa covenant. David alikuwa ameweka covenant na Jonathan, baba wa Mephibosheth. Huyo ndiye tu he was spared. Wengine akatafuta 7 wa nyumba ya Sauli. Neno la Bwana inasema wote wakawekwa kwa mawe, na Wagibioni watu 7 wakauawa. Na Biblia inasema mvua ikanyesha. Kuna matendo mengine yetu inatufugia jia, imefugia familia yako jia. Nani ninaongea na yeye siku ya leo? Labda ulikuwa unafikiria tu nitaongea juu ya matendo mazuri, wengine matendo mabaya ambayo mumeyafanya. Wengine ulitoa mimba, damu inalia ya mtoto, hata ukilala unasikia hiyo sauti ya mtoto ikilia, unasikia yule mtoto ambao ulitoa, you aborted, hiyo sauti bado inalia, imekufugia bingu yako. I'm not here to condemn you, but I'm here to tell you, you can repent. Unaweza ukamwambia Bwana, ili jambo nilifanya kama mtu ambaye hakuelewa, nisamehe. Na kutoka hapo bingu yako itafunguka. Mungu ataanza kufanikisha maisha yako. Mungu anaangalia matendo yetu. Nataka kila mmoja wetu aelewe ya kwamba matendo ambayo huwa tunayatenda inafunga. Inaweza ikafunga bingu, inaweza ikazuia. Mungu ni mkuu sana. Mungu anaweza akafanya mambo yote. Hata Biblia inasema ya kwamba that which is impossible with men, it is possible with God. It is possible with God.
Lakini kuna mambo huwa inazuia Mungu kufikia maisha yetu, kufikia uwezo wa Mungu katika maisha yetu. Hata hili neno ninakufundisha siku hii ya leo linakosa maana. Kwa sababu ya nini? Matendo ambayo mengine ni matendo maovu watu wameyafanya. Kwa nini Mungu alitoka all the way from heaven, anatoka mbinguni, anakuja kuharibu Sodom? Si kwa sababu ya kitu kingine, si kwa sababu ya vile walikuwa wanaongea. Biblia inasema alitoka huko akakuja akasema ya kwamba nimeona matendo yao, nimeona matendo yao, na kwa hivyo akasema nimeshuka, nimekuja nikaimalize. And that is how the whole city of Sodom was burned up. Ikamaliziwa, ikaisha kwa sababu ya matendo. Wakati mwingine tukisema ya kwamba nowadays Mungu ni kama hatendi miujiza, angalia matendo yako. Mungu bado anaponya watu, Mungu bado anainua watu, Mungu bado anafungua bingu, watu wanatembea na wanafanya kazi under an open heaven, Mungu akiwainua, akiwabariki. Lakini Mungu, mtu anaangalia ni matendo gani ambayo nimeyatenda. Imefunga bingu kwa sababu ya watoto wangu, imefunga bingu kwa sababu ya mke wangu, imefunga bingu kwa sababu ya my spouse, imefunga bingu kwa sababu ya nini? Biashara yangu. Bona biashara yangu haiendelei na ya watu wengine inaendelea? Bona maisha yangu haiendelei na ya watu wengine inaendelea? Kunayo matendo ambayo nimefanya, nimeyatenda. Mtu mmoja aliniambia kwamba my family is stagnated. Akaniambia kwamba for about 15-16 years my family is stagnated. Nikamuuliza ya kwamba kweli, na Mungu wetu tunajua ya kwamba is a God of progress. Our God is a God of progress. Katika maisha yote, mawazo, katika njia zetu zote, Mungu wetu is a God of progress. Usikie. Nikamuuliza bona, lakini yule ni mzee. Akaniambia ya kwamba mimi nimekuja na nitasema ukweli kwako. Mimi ndio nilitenda matendo ambayo yalifunga njia kwa sababu yangu na familia yangu yote. Niliingia kwa uchawi, niliingia kwa uchawi na nikaingia kwa uganga, nikatoa mali zangu ambayo ni fedha, jasho yangu, nikapeleka kwa uchawi na waganga. Kutoka mahali hapo mambo yetu imestagnate. Many people that are fighting against the spirit of stagnation and against the spirit of backwardness, utashangaa ya kwamba watakuambia ya kwamba kuna matendo, kuna mambo ambayo niliyoyatenda. Brethren, look at Cain. In the book of Genesis, he was the firstborn in the first family katika dunia hii. What a privilege. What a privilege to be the firstborn in the first family katika dunia hii. Sisi hata tukiambiwa tuanze kuhesabu kutoka kwa Adam and Eve, ya kwamba familia yako ni ya ngapi? Wewe unanitazama, familia yako kutoka kwa Adamu ni ya ngapi? Hata hauwezi ukajua. What a privilege to be the firstborn of the first family on earth. Huyo maana Mungu anasema ya kwamba every firstborn ya wanadamu, ya wanyama ni yake. Anasema hiyo isiguzwe, hiyo ni yake. Lakini look at him, matendo yake ya kumuua ndugu yake Abel, as simple as that. Neno la Bwana linasema ya kwamba Mungu akasema huyu atakuwa a vagabond, atazurura dunia mzima, hakuna mahali atafanikiwa. Nani ninaongea juu yake siku ya leo? Mungu ameangalia matendo yako, ameangalia maisha, ameangalia jinsi ambavyo wewe unaona kama sio kitu. Lakini kile kitendo ambacho labda ulikitenda, labda ninaongea na mtu hapa, wewe mambo yako iliharibika, imefika mwisho, maana ulitukana mama yako, ulitukana baba yako, hata ulikibizana na baba yako mkapigana, ulipiga ndugu yako ukafanya damu imwagike. Nataka nikuambie kile kitendo bingu ndio imefunga. That is why unakuta watu wengi wamesoma wanasema hakuna kazi. Bingu ikifunga, hata kuwe na kazi za aina gani, unakosa kitu kinaitwa favor. Watu wengi wanasema ya kwamba I'm suffering from the spirit of rejection. Yes, lazima kila mtu angalie matendo yake. That is why we also have in the Bible a whole book of Acts of Apostles, matendo ya mitume. Mungu, God is so much concerned about matendo yetu, our acts, matendo yetu.
Mbingu inaweza ikafunga na ingine inaweza ikafungua kulingana na matendo yako. Look at matendo yako. Wengine wanasema ya kwamba mtu alikuja hapa akaniambia ya kwamba niombee nifungue. Mimi niko CFF Kiambu Town. Alikuja akaniambia hapa kwa madhabahu niombee, mambo yangu yalifunga. Nikamuuliza bona, aniambia ya kwamba mimi nilipiga ndugu yangu ambaye ni mkubwa kuliko mimi. Nilimpiga, nikampiga nikatoa meno. Akasema ya kwamba na mimi, aniambia wewe umenipiga umenitoa meno moja, kuna wakati meno yako yote na maisha yako haitaendelea. Na akaondoka. Akikuja aliniambia kwamba jo mzima, the whole, meno yake yote hakuna kitu hayumi. Number 2, hajaendelea katika maisha yake, imestagnate. Mungu anaangalia matendo. Ni matendo gani ambayo tumeyafanya? Ni matendo gani? Mfalme mmoja ambao ameandikwa, neno la Bwana linasema ya kwamba huyu mfalme wakati alishukua usukani, akashukua amekalia kiti, akawa na nguvu. Wakati alikuwa na nguvu hivi, aliendea ndugu zake 70, akaua moja moja. Aliwaambia nyinyi hamuku ni support. Wakati alichaguliwa akawa mfalme hivi, aliendea 70. That is what the Bible says. 70 of his brothers. Akakata kichwa, akakata kichwa, akakata kichwa, wote akawaua. Biblia inasema Mungu akakasirika, akatuma nabii. Akamwambia na wewe utakufa na magonjwa ambayo watu hawataamini. Alikuwa anaenda choo, anaenda maini. Anaenda choo, anaenda mara. Sijui kama unaelewa. Anaenda choo, anaenda nyama za tubu. Nyama zote za tubu alizienda choo. Alikufa akiwa hana nyama za tubu. Alienda choo nyama zote mpaka kidneys, alienda choo. Alikufa magonjwa ambayo haikueleweka kwa sababu ya matendo yake. What is this ambayo imezuia Mungu kukuponya? Magonjwa ambayo Mungu anaponya wengine, wewe kwako haitoki. Wengine you are very hard working and you don't make headways. You don't make progress in life. Could there be some acts ambazo wewe umezifanya katika maisha zinazuia Mungu kuingilia katika maisha yako? Kunao milango ambayo wewe mwenyewe ndio umejifungia. Kwa sababu ya nini? Matendo. Matendo. Wacha hiyo ni matendo nimekufundisha ya watu ambao walioingia katika mambo ambayo ni mabaya. Leo hii nataka watu wajitolee sadaka. Wewe ambao umenitazama, nitachukua sadaka zako, nitaweza kulipia programu hii. Wewe ambao unasema ya kwamba nimelisikia neno, ningetaka kulipa fungu langu la 10. Ningetaka kujitolea sadaka. Labda ungetaka kusema firstborn yangu nina dedicate kwako Mungu, ninajitolea sadaka. Kwa sababu labda umesikia kuna mambo katika jamii yako ambayo yametendeka. Wengine unataka kusema ya kwamba yes, nimesikia ni mimi umeongea juu yake. Ungetaka kujitolea sadaka zako. Ungetaka kujitolea, your sacrifice. Unataka kusimamisha dhabihu yako mbele za Bwana na kumwambia Bwana, kama vile ya Abel ilikubalika, sadaka ya Abel ilikubalika na Abel akakubalika. Bwana, shilingi yangu moja ikubalike, na mimi kama mwanadamu nikubalike mbele zako, nipate kibali mbele zako. Kuna nambari nimekuwekea mahali pale, unaweza ukazitumia kwa ujasiri na Mungu atakubariki. Nimekuambia tena, atachukua pesa zako, nitaweza kulipia programu hii, Mungu akaweza kukubariki. Wengine nitawaombea kwa majina yao. Labda wengine mambo ambayo umeyatenda, you need God's forgiveness. Unahitaji ombi lisimamishwe kwa ajili yako. Na basi nitafanya hivyo, Mungu aweze kukubariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Na nena hivi unapoendelea kujitolea. M-Pesa namba ambayo tunatumia tumekuwekea pale 0721 643538. Nayo till number ni 55979. Mungu aweze kukubariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Leo hii nakufundisha. Mimi napenda kufundisha neno. Kwa sababu neno la Bwana inasema ya kwamba ukipata nafasi ya neno kuingia kwa maisha yako, nuru inapatikana wakati neno linaingia ndani yako. Na kwa hivyo ili neno ninajua ya kwamba litakuweka huru. Kila mmoja ambao umenisikiza, naongea juu ya matendo. Sasa nataka niongee kwa watu ambao waliotenda matendo mazuri, ambao nimekuambia Galatians chapter 6 verses 9.
inasema ya kwamba na tusichoke kutenda matendo mema, kwa sababu kwa wakati unaofaa Mungu atakuja kubariki maisha yetu. Do not be weary of doing good, because in due time the Lord will come to reward us. Naamini ya kwamba hii itafungua maisha yako. Kuna watu ambao, kuna mtu mmoja ambao ameandikwa in the book of Acts of Apostles chapter 10. Kila mtu anamjua Cornelius, ambao neno la Bwana inasema ya kwamba igawa yeye alikuwa ni mkuu wa polisi, neno la Bwana linasema ya kwamba alitokewa na malaika. Na malaika akamwambia kwamba Cornelius, maombi ambayo huwa unaomba na matoleo yako, sadaka zako, matendo yako ya kujitolea sadaka, hicho ni kitendo. Anasema ya kwamba and your alms to the poor, tendo ambalo unajitolea sadaka zako kwa maskini, zimefika juu mbinguni. Ni malaika amemtokea, anamwambia two things: your prayers and your giving. Your prayers and your giving, mambo mawili yamefika juu mbinguni. Let me ask you today, maombi yako ndio inafika mbinguni? Tendo lako huwa linafika mbinguni? Tendo lile la kujitolea. Na basi Mungu kupitia kwa malaika, Mungu akamweleza kile anapaswa kufanya. Nani ninaongea juu yake? Labda kuna kitu ambao wewe, kitendo kimoja kizuri umeshawahi kitenda, na yale ndio mambo ambayo wewe anatufungulia njia, yanafanya Mungu aingie kwa maisha yetu. Hata wakati tuko kwenye hali nzito sana, wakati ambao uko katika uzito wa maisha, wakati ambao umefinywa katika kona, unamwambia Mungu, kumbuka kitendo kimoja nimeshawahi tenda. Kumbuka ile kiti kimoja nilinunulia kanisa, nikapeleka kanisani. Kumbuka ni mimi nilinunua saa ya ukuta, nikapeleka kanisani. Kumbuka mimi ndio nimejengea yatima, nimejengea huyo mama alikufiwa. Kumbuka Bwana, kitendo kimoja, hata kama ni kimoja tu, umeshawahi tenda. Nani ninaongea juu yake leo hii? Wewe umesukumwa katika mwisho wako. But the problem is, why is not God coming through for you? Kwa sababu hakuna kitendo umeshawahi tenda. Hujawahi saidia mtu yeyote, hujawahi saidia mjane, hujawahi saidia yatima. Yani umekotu mahali pale. Nasema Mungu akusaidie. May God help you in Jesus name. Kunao kitendo hata kimoja ambao unaweza ukasimamisha mbele za Bwana. Umwambie ya kwamba Bwana, nikumbuke, niko kwa shida. Nimevamiwa na magonjwa, nimevamiwa na adui, nimevamiwa na laana za kifamilia. Nikumbuke Bwana, nikumbuke Bwana, mimi ndio nilinunua hiyo saa nimesema ya ukuta ya kanisa, nikapeleka hapo. Kama hauna kitendo kimoja kizuri ambacho unaweza ukamwambia Bwana juu yake, ningetaka nikuambie, inaweza ikawa gumu sana. Gumu sana kwa maisha yako. Kwa sababu Mungu huangalia matendo, huangalia in all ages. Na ningetaka muangalie kutoka Genesis all the way to Revelation. Hata kwa yale makanisa 7 imeandikwa in the book of Revelation chapter 1 and chapter 2. Walikuwa wanaambiwa na Mungu, maana ninajua matendo yenu. Mungu anaangalia matendo. Ikiwa mabaya, ikiwa mazuri, anawe yale matendo ili aingie katika maisha yetu. Ni jambo gani hili ambalo unaweza ukasimamisha mbele za Bwana? Mimi ninaweza nikakueleza ya kwamba mambo kadhaa ambayo Mungu nimeona akitenda juu ya watu kwa sababu ya matendo mazuri yao. Wacha nikulete vizuri kwa Bible. In the book of Isaiah chapter 38 and from verses 1. Biblia inasema ya kwamba and King Hezekiah alikuwa mgonjwa, na ugonjwa ambao ungemwelekeza kwa kifo. Alikuwa karibu na kifo. Haya ni magonjwa yameshika mfalme Hezekiah, ako karibu na kufa. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu akiwa mbinguni akapitisha ya kwamba this king is not going to recover. Akamtuma Isaiah son of Amozi, akamwambia go, enda mpaka kule kwa State House, enda kwa ikulu,
tell King Hezekiah to put his house in order because he's not going to recover. He's going to die. And the Bible says, this is Isaiah chapter 38. The Bible says in verses 2 and verses 3. Yeye Hezekiah akaangalia kwa ukuta, akapinduka, amepewa message from heaven. This is a prophetic word from heaven. Hezekiah umegojeka, a cancerous boil. Iko imeshika mguu wako, hauwezi ukarecover. This is what the Lord says. Put your house in order. Angalia jamii yako, anza kujitayarisha, utaondoka duniani. Biblia inasema Hezekiah akaangalia kwa ukuta. Verses 3 inasema, akamwambia Bwana, remember how I have walked before you faithfully, Lord. Akamkumbusha Mungu mambo kadhaa ambayo ameshawaifanya, ameshayatenda. Na Biblia inasema kabla ya Isaiah kufika kwa gate, akaambiwa rudi, eda umwambie mambo ambayo ameniambia, amenikumbusha matendo yake, nimemuongeza miaka ingine 15. Nataka tuangalie wewe na wewe leo hii. Hiyo ni Isaiah chapter 38. Twende kwenye kile kitabu cha 2 Chronicles chapter 29 verses 1. Neno la Bwana linasema katika mwaka wake wa kwanza, lakini tunaweza tukaanza tu verses 1. Inasema Hezekiah, King Hezekiah alianza kuongoza Israeli wakati alikuwa na miaka 25. Na katika mwaka wake, sikiza, mwaka wake wa kwanza, mwezi wa kwanza, wakati alikalia kwenye kiti cha utawala, he renovated the house of the Lord. He restored back proper worship katika Israeli. Hiyo ni kitendo ambacho ni si cha kawaida. He renovated the house of God. The first year of his reign, the first month. That was his priority. Diposa yeye Mungu aliponya yeye that cancerous boil, akamuongeza miaka 15. Maana aliangalia kwa ukuta akamwambia, Bwana kumbuka, wakati ulifanya nishaguliwe kuwa kiongozi katika Israeli, mfalme katika Israeli. Ni mimi katika vitu zangu na fedha zangu, I renovated your temple that was in ruins. Alafu I restored, and then I restored proper worship. Nikaita makuhani nikawarejesha, nikawarudisha katika hekalu. Nikaita waibaji nikawarejesha. Proper worship ikaanza tena. Sasa niko hapa nimegojeka, na umesema nitakufa. Si Bwana ukumbuke hiki kitendo nilichokisema? Akaongezwa miaka ingine 15. 15 more years. Bona siku ya leo hakuna watu ambao wanakumbusha Bwana kitendo kimoja. Te Bwana, angalia, familia yangu imegongwa na shetani. Hata sio ugonjwa kama wa Hezekiah. Wengine tu ni shetani na pepo zingine tu wainga. Zimetokana sijui na wapi, zimegonga familia yako. Zinajaribu kuigiza spirit ya divorce. But you have nothing. Hakuna kitendo unaweza ukasimamisha mbele za Bwana, ukamwambia kumbuka Bwana, mimi nimekuwa mama kanisa na shetani anataka kuleta divorce. Mimi nimekuwa, kumbuka Bwana, mimi nimekuwa mzee wa kanisa, shetani analeta divorce kwangu. Hakuna mtu ambaye hako na matendo. Nataka tujitolee sadaka zetu. Labda hii sadaka ninakuitisha ni kitendo kimoja. Nimekuambia nitachukua pesa zako, nitaweza kulipia programu hii. Nitazidi kuwa nabii wako. Wewe ambao umenisikiza, wengine mmekwama. Wengine labda wale ambao ninaambia utoe sadaka, wewe hakuna kitendo hata fungu la 10. Kama mzee mmoja aliniambia kwamba, nilimuuliza, wewe mzee umegojeka, umekuja nikuombee, ni lini mara yako ya mwisho kuingia kanisa? Aliniambia 1959 ndio ilikuwa mara yake ya mwisho kuingia church. Sasa amekuja kwa sababu wako na ugonjwa, anataka Mungu amponye. Mungu ni wa rehema, alimponya. Lakini nakuuliza leo hii, pamoja na mimi kukuambia ujitolee sadaka zako, ulipe fungu lako la 10. Labda ninaongea na watu ambao haujawahi, you have never paid your 10%. Na Biblia inasema yeyote ambaye hajawahi lipa fungu lake la 10 amelaaniwa.
Mungu atasimama kinyume na yeye. Labda hicho kitendo peke yake ndio imefanya umeshotwa, ndio imefanya umeanzisha mabiashara umegongwa, zimerudi chini. You have gone round in circles like this financially. Hujawahi inuka katika maisha yako. Is it because maybe you've not been faithful in paying your 10%, in giving your offerings? Today I want to give you an opportunity. I want to give you a chance. Kuna nambari nimekuwekea mahali pale. Nimekuambia wazi nitachukua pesa zako nitalipia programu hii. Wengine nitawaombea kwa majina yao. Mungu awabariki. Bora usiseme sadaka yako ni nyingi ama ni kidogo. Omba ikubalike mbele za Bwana na wewe ukubalike katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Nimekuandikia namba pale, till number 55979. Nayo M-Pesa namba 0721643538. Mungu akubariki. Wema na fadhila za Bwana zikawe juu yako. Najua kuna watu ambao wataanza kuangalia matendo yao. Na wale mmeshawaitenda matendo ambayo ni maovu, mabaya, start repenting. Come back to God. Anza kutenda matendo mazuri. Wale ambao unaosikia hii injili, hii ni injili ya matendo. Leo Mungu ameiweka kwa moyo wangu niongee na wewe juu ya injili ya matendo. Na nimekuambia that is why we have a whole book in the Bible, Acts of Apostles, matendo ya mitume. Matendo yetu siku ya leo imekaa aje? Ni nini hii ambayo tunaweza tukamkumbusha Bwana? Bwana, niko kwa shida. Niko karibu Bwana kuingizwa kwa hali nzito. Kumbuka kitendo kimoja nimeshawaitenda. Remember only one act ambao nimeshawaifanya ikakufurahisha Bwana. Nisiingie katika kaburi kwa hii magonjwa. Mungu aweze kuwabariki. Nimewaongelesha hivyo as you continue to pay your 10%, as you continue to give your offerings. Nani ambaye ninaongea juu yake? Jamii yako mzima iko karibu kumalizwa na pombe. Roho ya pombe imewekwa kwako. Iko karibu kumaliza jamii mzima. Siwaambie umkumbushe Bwana kitendo kimoja tu. Hezekia alikuwa karibu kufa. Akamkumbusha Bwana kitendo kimoja. He renovated the house of God. Wakati Mungu alimpatia nafasi ya kuwa kiongozi. Kutoka mahali pale mambo ikabadilika. Maisha yake ikabadilika. Wale ambao mko hapo na unatenda kitendo kizuri kwa watu wenu na kwa watu ambao usiowajua, kwa watoto yatima na kwa mama wajane, jisho la Mungu limefunguka kukutazama. Nasema tena, jisho la Mungu limefunguka kukutazama. Kuna kiongozi mmoja wa polisi ameandikwa kwenye kile kitabu cha Luke chapter 7. Neno la Bwana linasema from verses 2. Neno la Bwana linasema juu ya nini? Juu ya huyu mzee ambaye alikuwa ni mkuu wa polisi, ambaye alikuwa na kijana wake mfanyi kazi. His servant alikuwa megojeka na alikuwa karibu kufa. Alikuwa kwa deathbed. Akachukua wazee wa Kiyahudi, akawatuma, akawaambia, wazee wa heshima wako na devu hivi, akawaambia, edeni muende pale kwa Yesu, nimesikia Yesu. Muende mumwambie akuje aponye my servant, my beloved servant. That is in the book of Luke chapter 7 from verses 2. My beloved servant amegojeka na ninampenda sana, ako karibu kufa. Endeni muambie Yesu akuje amponye. Wakati wazee wa Kiyahudi walienda, waliona Yesu Kristo alikuwa reluctant kuingia mahali pale kwa mkubwa wa polisi. Na wao wazee wakawa wako na mambo, wakamwambia kwamba Jesus, this man deserve you to do this. Huyu mtu inastahili umtendee. Yesu akauliza, bona mnasema ya kwamba yeye anastahili niende kwake nikaponye mfanyikazi wake? Maana walisema anastahili. You know what happened? Wazee wa Kiyahudi wakamwambia two things, matendo yake mazuri. Number 1, wakamwambia Jesus, number 1, ambao itafanya ukuje mponye huyu mfanyikazi. Number 1, anapenda nchi yetu. Ni hivyo alisema, that is number 1. Anapenda nchi yetu, anatulinda vizuri. Number 2, mahali tunasomea kanisa, tunaobea sinagogi, ni yeye amepeana hiyo shamba. It is written in the book of Luke chapter 7 from verses 2.
Yesu wakati alisikia hiyo, alianza safari. Na wakati alipokuwa akienda, wakapatana na yule nani? Na yule mkuu wa polisi. Akamwambia Yesu ya kwamba I am also a man under authority. Na ninajua wewe mamlaka yako. Haupasi ukuje kwa nyumba yangu. Just speak a word. Na yule mfanyikazi wangu atapona. Paka Yesu akasema, I have not seen even in Israel such faith. Yesu akasema, enda, kijana wako, mfanyikazi wako amepona. Wakati huyo mkubwa wa polisi alipoenda, alikuta the same hour, the same minute, the same second ambayo Yesu alisema maneno, kijana ndiye alipona. Kwa nini yule mfanyikazi aliponywa? Kwa sababu mkubwa wake, matendo yake mawili. Number 1, he loves our nation. Number 2, mahali ambao tunaombea, ametupea hiyo shamba, ametujengea sinagogi mahali pale. Ni jambo gani ili unaweza ukasimamisha mbele za Bwana? Jambo gani ili moja unaweza ukasimamisha mbele za Bwana? Do you know why God is not healing you? Unajua kwa nini Mungu hakuponyi? Kazi yako kubwa, matendo yako makubwa ni kupiga kanisa, kuongea mabaya ya kanisa, kuigiria watumishi. Ndio unaona hata ukimwagiwa mafuta, wacha kupakwa, ukimwagiwa mafuta hauponi. Ndio unaona Mungu amenyamazia kesi yako. Uko na kesi kotini, Mungu akiwa biguni ananyamaza. Utakaa kwa makesi dunia hii na ukute kesi nyingine biguni. Na hiyo kesi ya biguni kutakuwa na mashahidi wa kusema vile utapaswa kuwekwa jehanamu. Hapa kuna mashahidi wa kusema ufugwe, na biguni utakuta mashahidi wa kusema vile unapaswa kuwekwa jehanamu. Mtu aangalie matendo. Mtu aangalie matendo yake. Hii ni injili waziwazi. Na injili hii ya Bible haikuagi na majadiliano. Haikuagi ati wewe maoni yako. Injili haina maoni. Injili ni neno. Na neno halibadiliki. Na ndiposa Mungu ameniweka kama nabii nikupee neno ambalo halibadiliki. Matendo yako yatakufungulia njia, yatafuga njia. Yatafanya God. Do you know that God mwenyewe, God can resist you kwa sababu ya matendo yako? Anything unafanya Mungu anairesist. Hata kama unaenda kanisa na matendo yako ni mabaya, Mungu anairesist. Unajaribu kuenda nchi za ng'ambo, Mungu anaresist, anafuga milango. Anafuga tu milango. Mpaka unauliza nini nimefanya? Nini nimefanya? Nimesoma kabisa, kweli umesoma? Kabisa umesoma? Haujawahi kuwa na any criminal case, lakini milango yako ya kuenda ng'ambo imefungwa. Mungu anakataa uende. Unaona mwingine kabisa certificate ni moja ya kuzaliwa, lakini ameenda mataifa karibu zote. Ameenda karibu mataifa zote. Ana certificate, ile certificate yako nayo ni ya kuzaliwa, birth certificate. Hakuna ingine, lakini anakuambia kwamba anakuambia I've been to continents. I've been to Europe, Asia. Yaani anakuhesabia mpaka unashangaa. Wewe umesoma katika dunia hii, umefanya mambo yote, hauna kesi yoyote, lakini Mungu anafuga, anakuresist. Anaresist chochote unafanya. Mpaka mwisho unaamua kukaa nyumbani. Anaresist. Mungu acha tu hata haresist tu uende mataifa mengine, hata tauni kubwa kubwa anakukataza kuenda. Ukienda unakuta kuna milango imefungwa. Ukipitia hii ajali inatokea, unarudishwa nyumbani. Ukipitia hii polisi unashikwa, unarudishwa nyumbani kwenu. Unashikiwa Nairobi, lakini unastakiwa kwa police station ya kijiji kwenu. Kwa sababu God is resisting you. God is resisting you. Angalia matendo yako. Pima matendo yako. Watu wanainuka kwa sababu ya matendo yao. Mimi usiniulize matendo yangu. Mimi najua niliinuka kwa sababu kuna wajana nilijegea. Kuna mjana nilijegea nyumba. Mungu akaniambia kutoka siku ya leo, umejegea huyu mjana nyumba, ninainua maisha yako. Na nikainuliwa na Mungu. Mungu akaniinua. Mungu akanipanua. Nimetoa vitu zangu na pesa zangu kwa Mungu. Mungu akaniambia kwamba nitakujenga. Hivyo umejenga mambo yangu, nitakujenga. Kuna wakati mmoja nilikimbia kwa matope, niende nikahubiri asubuhi na mapema, kuhubiria watu kwa mashamba ya maua. Mungu akaniambia, hivyo umekibia kuenda kunifanyia kazi, nitakibia kukubariki. Si kumaliza mwezi moja, Mungu akanipatia gari. Na kuambia juu yangu mimi mwenyewe, ushuhuda wangu mwenyewe. Matendo yako ndio itakufungulia njia.
Wengine walifufuliwa kwa sababu ya matendo yao. Twende kwenye kitabu cha Acts of Apostles uone. Kuna watu ambao dunia hii walikufa alafu wakafufuliwa kwa sababu ya matendo yao. Matendo sio mchezo. Watu wengi wana ignore. They overlook some of the things ambazo wanatenda kwa nyumba ya Mungu, kwa kanisa, kusaidia wajane, kusaidia maskini. Watu wale utashangaa sana, Mungu ako na wao hapa kwa hapa, bumper to bumper. Mungu anasema huyu msiguze. Unajaribu kuguza mtu ambaye amesaidia maskini, Mungu anahakikisha ya kwamba maisha yako anaigonga. Look at what happened in the book of Acts of Apostles chapter 9. Kutoka mstari wako wa 36. Biblia inasema ya kwamba kulikuweko mama mmoja kule Jopa. Alikuwa anaitwa Tabitha na kwa jina lingine aliitwa Dorcas. Neno la Bwana linasema ya kwamba aligojeka. Mama mjane amegonjeka, amefinyika mwili, ameenda tu, watu wanakuja kumwangalia, mwisho wake wanapata message ya kwamba Dorcas amepumzika. Mama amepumzika. Wao wakakuja, Biblia inasema wamama walika yake wakakuja, wakaosha mwili wake, wakaiweka kwenye shuba cha juu. Lakini kube pale leda, mahali pale kulikuweko na Petro, Apostle Peter. Alikuwa na ubiri mahali pale, palikuwa panaitwa Runda. Alikuwa na ubiri hapo. Wakamwambia kuja. Wakati Petro alikuja, alikubana na wamama wajane wakiwa wameshika maguo. Wanamwambia Petero, tafadhali fufua huyu mama, kwa sababu huyu mama matendo yake ndio haya. Maguo ambayo alikuwa na shona na anatupatia bure sisi kama wajane. Alikuwa anatusaidia sisi maskini. Biblia inasema Petro akaangalia wamama wajane wengi wameshika mavazi, wameshika masweta, yale maguo ambayo Dorcas alikuwa amewachonea. Neno la Bwana linasema ya kwamba kutoka mahali pale yeye Petro akaingizwa katika shuba cha juu, akaambia wote watoke. Wakati walitoka, alimwekea mkono, akamuombea, mama akafufuka, akawekwa pale, wakampeana, akarudi uhai kwa sababu ya matendo yake. Kuna mambo yetu ambayo inaweza ikatutetea mbele za Bwana. Mama, ni nini hii inaweza ikakutetea mbele za Bwana? Kitendo gani kimoja hiki unaweza ukaisimamisha mbele za Bwana itetee bwana yako ambaye saa hii ni mgonjwa, ana shida akienda dialysis kwa sababu ya figo? Na ninawaambia hivi kwa sababu nimeona Mungu akiponya magonjwa ya kila aina. Manake kipawa kiko. Nimeona Mungu akiponya magonjwa ya kila aina. Every Monday, siku kama ya kesho, kuanzia saa 4, mimi naombeanga watu, magonjwa yote yanaondoka, laana za kifamilia, mashida ya kifamilia. Every Monday, hata kesho saa 4 kamili kanisani CFF Kiambu Town. CFF Kiambu Town. Utanikuta mahali pale every Monday. Bora mtu asichelewe. Nimeona watu wakitoka Saburu, nimeona watu wakitoka mpaka kule Kitale, Trans Nzoia. Nimeona watu wakitoka different counties wakikuja kupokea uponyaji wao. Na watu wa Githurai 45. Mungu amenituma nikuje hapo kutoka tarehe 3 kuenda mpaka tarehe 6 mwezi wa 4. Nitakuwa mahali pale kwa mkutano mkubwa wa uponyaji. Mungu amenituma kwenu zile siku. Anzeni kujitayarisha watu wa Githurai. Watu wa Githurai 45. Anzeni kujitayarisha. Yeyote ambao unajua ya kwamba mimi nimesukumwa na magonjwa, mimi nimesukumwa na laana za kijamii, nimesukumwa, nilinenewa mabaya, ninaota na watu waliokufa. Hizo ni openings za shetani ambao zinafanya roho ya kifo ingie kwetu. Ninasema hivi katika jina la Yesu, watu wa Githurai, anzeni kujitayarisha. Kuanzia tarehe 3 kwenda mpaka tarehe 6 mwezi wa 4, anzeni kujitayarisha. Mungu akawabariki. Naongea hivi, nani ambaye matendo yako inaweza ikakutetea? Kuna wakati nilitaka Mungu nifungulie njia, nifungulie mlango. Nifungulie mlango mkubwa wa pesa kwa sababu nataka kuhubiri injili hii. Mungu akafungua macho yangu. Akaniambia ya kwamba ona, jera hapa Kiambu unahubiri. Wako mahali pale. Tafuta kile unaweza ukafanya. Nikatafuta pesa zangu pamoja na kanisa, tukanunua viti, tukanunua screen, tukanunua vitu na vitu tukawapelekea jera.
watu ambao wamefungwa. Wengine wamefungwa kwa makosa yao, wengine wamefungwa mahali pale kwa sababu ya mambo tofauti, lakini Mungu akatuelekeza tuende tukawasaidie. Tuende tukawaonyeshe wao ni wanadamu. Tuende tu tuka-appreciate vile walivyo. Tukanunua viti tukawapelekea. Mungu akanifungulia mimi na kanisa mlango usio wa kawaida. Mimi niliwanunulia viti za plastic, lakini kanisa Mungu hakutupea viti za plastic. Alitupatia viti ambazo sio za plastic. Kwa sababu ya nini? Tumeonyesha kitendo kimoja kinaweza kikakutetea. Yesu alisema ya kwamba, sikiza, Yesu alisema ya kwamba kuna watu watasema wakuja upande wake wa kulia na wengine upande wa kushoto. Hao watu watakuja upande wa kushoto na kulia kwa sababu ya matendo. Ati wale watakuja kwa upande wa kushoto watawaambia, Edeni siwajui hata kama mlitenda miujiza, kwa sababu nilikuwa gerezani hamkukuja kuniangalia, nilikuwa mgonjwa hamkuja kuniangalia, nilikuwa na njaa hamkunipatia mkate. Hiyo ni matendo. Wengine wa upande wa kulia atawaambia ya kwamba I was sick and in the hospital and you visited me. Wengine atawaambia kwamba I was in prison and you visited me in prison. Ukakuja kukuni comfort na kuongea na mimi. Akawaambia kwamba welcome into the kingdom of our Father. Tutafunguliwa mlango. Matendo inaweza ikakufungulia mlango, inaweza ikakuweka mbali, inaweza ikakuweka mahala pa juu, inaweza ikafanya utukufu wa Mungu ushuke juu yako, inaweza ikafanya upone. Huu ugonjwa umekushika wa stroke, hii kinonda haiponi, kitendo chako kimoja kinaweza kikafanya upone katika jina la Yesu Kristo. Hii magonjwa umeishi naye ya vinonda za tumbo, ulcers, wengine ni allergy, wengine hata ni si magonjwa kushotwa, wengine hata ni kunyang'anywa mali zako, lakini hauna kitendo hata kimoja. Hauna kitendo hata kimoja. Hauna kitendo hata kimoja unaweza ukasimamisha mbele za Bwana. Mama alikaa hana mtoto miaka nyingi, lakini alikuwa na utajiri. Utajiri huwezi ukakununulia mtoto. Alikaa mama amekaa tasa miaka na miaka. Anaitwa the Shunammite woman. Akamwangalia mtumishi wa Mungu Elisha, akawa anapita hapo. Mama akakuja akaambia bwana yake, I perceive in my heart, huyu mzee huwa anapitia hapa, ako na kipala, ni mtumishi wa Mungu. Situwe tunamkaribisha huku anakula chakula. Bwana yake akasema, mimi mama, vile utasema iko sawa. Wakamkaribisha mtumishi wa Mungu kuja kukula chakula ya tumbo kwao. Hivyo tu peke yake. Wakakaa, mama akakuta mzee tena, akiwa mama amenyenyekea. Amemwambia mzee, sisi tuko na pesa, tuko tumejega mahali pazuri. Huyu mtumishi naona kama huwa anachoka. Huyu mtu wa Mungu naona kama huwa anachoka. Si tumujegee kanyumba ya gorofa hapa, na tumwekee kitanda na kinala ama taa. Akikuja anapumzika wakiwa na servant wake. Mzee akasema ni sawa, wakamjegea kanyumba ya gorofa. Elisha akikuja anapumzika hapo. Wakati mmoja alimuita yule mama, akatuma Gehazi mfanyikazi wake, akamwambia pia mama akuje. Elisha hata kutoka kwa kitanda, akamwambia mama, ungetaka tuseme nini? Ukitaka tuende kwa mfalme wa nchi, tuko na ule uwezo. Umekuonyesha, umetupatia chakula, umetufanyia mambo mazuri, unataka nini? Mama akasema msijisubue, mimi niko sawa. Lakini Gehazi akaambia Elisha, nimezunguka huku na huyu mama hana mtoto. Mama akiwa amesimama kwa mlango, Elisha akasema ya kwamba mama, umetutenda mema, umetutenda mazuri, matendo yako, umetupea chakula, umetujegea nyumba. Mwaka unaokuja majira kama haya utakuwa na mtoto kijana. Mama akasema usinitanie, lakini hivyo ndivyo ilitendeka. Wengine milango yenu itafunguka wakati utachukua nafasi yako. Tenda mazuri kwa watu wale wengine. Tenda mazuri kwa watumishi wa Mungu. Tenda mazuri kwa hilo kanisa huwa unaenda. We uko na mashamba makubwa, toa shamba moja ijegwe prayer center. Watu wao wanaenda kuombea huko, maana uko na mashamba makubwa. Mengine mpaka ni swara zinakaa na pundamilia zinakaa.
kata kashamba kamoja, peana tu eka moja ijengwe. Pea kanisa yako eka moja ijenge prayer center. Uone vile Mungu atakutendea. Uone matendo ya Mungu sio tu kwako, kwa generation mzima, kwa watoto wa watoto wako hawatapata shida. Matendo yako, matendo yako. Leo hii Mungu amenifungua niongee juu ya matendo. Nataka watu wajitolee sadaka. Sadaka yako itanisaidia kulipia programu hii. Wale ambao Mungu amekubariki, hata wale ambao unasema ya kwamba yangu ni kidogo, leo hii sitaki mtu yeyote aseme sadaka yake ni kidogo ama ni nyingi. Lipa fungu la 10. Tolea mtoto wako sadaka. Tolea biashara yako sadaka. Wewe useme tu ikubalike mbele za Bwana, na wewe ukubalike mbele za Bwana. Your firstborn atoke kwa mashida. Wewe ukitoa sadaka ufunguliwe milango ya kuenda mataifa ya nje. Biashara yako inuke. Umestagnate for many years. Si uinuke sasa katika jina la Yesu. Unapoendelea kujitolea sadaka zako. Mimi nitachukua pesa yako, nitaweza kulipia programu hii. Nitazidi kuwa nabii wako. Na Mungu akubariki. Till number ambao tunatumia ni 559.79. Nayo M-Pesa namba ni 0721643538. Si Mungu afungulie njia, Mungu afungulie milango katika jina la Yesu. Hicho kitendo chako cha kutoa shilingi moja, Mungu akufanikishe. Mungu aponye watoto wako. Pesa yako haitazidi kuingia kwa madawa. Mungu asimamishe hiyo laana. Mungu asimamishe that verbal curse, that negative word that is eating your family. Mungu aiondoe katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana ikawe juu yako. Nataka nishukue nafasi hii kuombea wale wote ambao ni wagonjwa. Mungu akawaponye. Maana Mungu amepatiana kipawa. Nimesikia, nimepata testimonies kusikia kwa watu jinsi ambavyo Mungu amewaponya. Wengine nimeona kwa macho yangu. Na najua hata siku hii ya leo, kwa sababu umeinua imani yako. Nani huyu ambao ni mgonjwa kwenu? Ndipo wakati mwingine naambia watu, give your offerings. Give your offerings. Usichoke kutenda mema. Na Mungu atakubariki. Neema ya Bwana itakuwa juu yako. Nataka niombe divine healing. Yeyote ambao unaonisikia, najua madaktari wamepewa hekima, wamepewa njia ya kuponya watu na kuwapea madawa. Lakini pia ninaamini kuna divine healing. Ndio ninataka niseme juu yako. Magonjwa yote nitayataja, hata yale ambayo sitayataja, Mungu akayaponye katika jina la Yesu. Najua kuna watu na wazee ambao wamenitazama, na wewe ni mgonjwa katika kibofu chako cha mkojo. Your urinary bladder imeleta shida. Mungu anakuponya katika jina la Yesu Kristo. Naongea na mtu ambaye umenitazama na umeanza kudevelop goiter, ile inayeyuka katika jina la Yesu Kristo. Na maufimbe yoyote katika mwili yayeyuke kama mishumaa katika jina la Yesu Kristo. Kwa uwezo na neema ya Mungu ninakuombea wewe ambao umekuwa na shida ya figo. Ninaomba katika jina la Yesu, Mungu akakupatia figo mpya in the mighty name of Jesus. Kwa neema na kibali cha Bwana, wewe ambao umekuwa na vinonda, ulcers, vinonda za tumbo na vinonda za kawaida, zikauke in Jesus name. Natangaza fibroid zikauke. Wewe uliambiwa hauwezi ukapata mtoto, naomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba yeye aliyempatia watoto hana waerikana akakutendea muujiza. In the mighty name of Jesus Christ, I declare that our God is a healer, a miracle worker. Akakutendea katika jina la Yesu Kristo. Wale wamegojeka kansa, kansa ya matiti, kansa ya tumbo, kansa ya maini, kansa za kila aina, leukemia, kansa ya damu, naomba Mungu akawaponye. Kansa ya mifupa, in the mighty name of Jesus, I declare divine healing, healing that comes from above, in the name of Jesus Christ. Allergies za kila aina ziondoke katika jina la Yesu Kristo. Mungu akakuponye depression, dementia iondoke in the mighty name of Jesus Christ. HIV and AIDS virusi viondoke kwa damu yako katika jina la Yesu Kristo. Wale wote wamegojeka arthritis, I declare healing that comes from above. Wale wamegojeka diabetes, kisukari ni pepo,
iondoke kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Waliovunjika mifupa yao kwa maajali, mifupa ishikane katika jina la Yesu Kristo. Uwezo wa Bwana uwe juu ya maisha yako in the mighty name of Jesus Christ. Wale wote ambao wamegojeka chronic headaches, naomba Mungu akawaponye katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa yote, hata yale ambayo siku yataja, Mungu akayaponye. Hypertension, high blood pressure, low blood pressure, Mungu akawaponye katika jina la Yesu Kristo. Wale wamegojeka stroke, naomba Mungu akawaponye katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa yote imeitanishwa na wazee, magonjwa yote imeitanishwa na wamama, magonjwa yote imeitanishwa na watoto, nimeiondoa kwa mwili. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. In the mighty name of Jesus, I declare healing, divine healing. In the name of Jesus, nimeomba na kuamini. Mungu amekuponya katika jina la Yesu. Hiyo roho ya kifafa ilikuwa imeshika mtoto wako, haiko tena. In the mighty name of Jesus. This one I'm declaring through the power of God and through the gift of God. In the name of Jesus Christ. Hiyo roho ya kifafa haitarudi tena kwa mtoto wako katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao umesubuka kwa miaka, nimeona mtu ambaye amesubuka kwa miaka, tumbo yako imekuwa na shida na umefanyiwa upasuaji mara kama 4. Mungu anakuponya leo hii, na hii itakuwa kwa ushuhuda wa jamii yako mzima in the mighty name of Jesus, kwa sababu wewe umetendewa muujiza in Jesus mighty name. Neno la Bwana linasema ya kwamba tukisha mtumikia Mungu kwa mali zetu, pesa zetu, nguvu zetu zote, atabariki mkate wetu na maji yetu, atatuondolea magonjwa. Naomba ikawe hivyo katika jina la Yesu. Mungu aweze kuwabariki in Jesus mighty name. Amen. Nimeona watu wengi wamepona. Wewe ambao hujiokoka, sema nyuma yangu: Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, nisamehe dhambi na makosa. Andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia siku ya leo, mimi ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Amen. Mungu aweze kuwabariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako in Jesus mighty name. Wale wote wanaojitolea sadaka zenu, unajitolea sadaka zako mahali pale, kuna namba nimekuwekea mahali pale, unaweza ukaitumia kwa ujasiri 0721643538. Wengine unaweza ukatumia till number 55979. Mungu aweze kuwabariki. Mimi nitachukua pesa zako, nitalipia programu hii, nitazidi kuwa nabii wako katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, ninatakasa sadaka za watu wako wanapojitolea. Naomba ya kwamba tendo moja hili ambalo wanalolitenda siku hii ya leo likubukwe milele daima. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu akaweze kuwabarikia mabiashara, mashamba yenu. Wale ambao mko na makesi, Mungu aweze kuwapigania, akawasimamie katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba ya kwamba wale ambao umezunguka in one area for a long time, spirit of stagnation, spirit of backwardness, ziondoke, zivunjike katika jina la Yesu Kristo. Let there be progress in your life in the mighty name of Jesus Christ. Mungu akabariki kazi ya mikono yako katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba ya kwamba ukapanuke katika kulia na kushoto in the mighty name of Jesus Christ. Unapoendelea kujitolea sadaka zako, Mungu akaweze kukubariki, akakuhifadhi. I pray for a covering of protection upon your life, upon each and everything that God has given unto you in the mighty name of Jesus. Amen. May God bless you. God bless you kwa sababu ya kusupport kazi yake, kusupport pia maisha yangu. Mungu akaweze kuwabariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Amen. May God bless you. Ukumbuke vizuri ya kwamba kesho Monday ndio huwa naombea watu healing and deliverance ya families, na Mungu akawabariki. Kesho ni Monday kuanzia saa 4. Wewe toka, lipa gharama ya kutoka mbali, bora uwe umefika saa 4, usikute milango imefungwa. Kumbuka ya kwamba niko Kiambu Town, CFF Church Kiambu Town. Mungu akaweze kuwabariki na Mungu atawabariki. May God bless you. Mara tena mimi nimekuwa pamoja nawe. Kwa majina yangu ni Bishop Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu, nikisema Mungu akakubariki. Shalom, shalom.